Leo tuko na mwamba Adolf Hitler. Alikuwa amefanya nini tena huyu? Ukizungumzia moja kati ya binadamu watata zaidi kuwahi kuishi duniani kwenye karne ya 20, unamtaja moja kwa moja Adolf Hitler. Na ukimzungumzia Adolf Hitler unazungumzia moja kati ya binadamu watata zaidi kuwahi kuumbwa na Mungu. Yaani Mwenyezi Mungu mkuu na ukuu wake, moja kati ya binadamu watata kuwahi kuwaumba katika hii dunia ni Adolf Hitler kamili. Na kwa mfano si zamani kwetu Arusha kule kulikuwa kuna makundi yanajiita Hitler. Hitler alishawahi, kuna story nyingi sana za kijiweni kwamba alishawahi kuiteka dunia kwa dakika moja. Lakini yote kwa yote ni kwamba huyu alikuwa ni mbabe wa dunia kuliko hata Marekani. Adolf Hitler. Na alikuwa ni kiongozi wa zamani wa Ujerumani. Alifanya Ujerumani kuwa taifa lenye nguvu kweli. Yaani alikuwa ni kiongozi ambaye hakuna nchi ambayo ilikuwa inaweza kumwambia chochote. Adolf Hitler. Na hadi leo ukimzungumzia Hitler dunia lazima itetemeke. Yaani Hitler mwenyewe tu, niko hapa nakupa intro zake ili umjue, kaua zaidi ya Wayahudi milioni 2. Yeye mwenyewe tu. Yeye alikuwa anawachukia Wayahudi. Yeye mwenyewe tu Hitler kaua zaidi ya Wayahudi milioni 2. Alikuwa anawachoma. Kwa nakupa ni baadhi ya mambo ambayo na Adolf Hitler huwezi kukuta duniani mtu anaitwa Hitler. Ni nadra sana kwa sababu Hitler dunia ilivyo mention ni kama katili. Yani kama mtu bedui, fashisti. Jana tulikuwa tuko na Henry Mwinuka hapa. Alikuwa anakuambia sera za Nazi, sijui nini. Hizi sera za Nazi alikuwa anazisema muasisi wake ni Hitler. Yaani kwa mfano Kamila nikwambia, Kamila mbona una sera za Nazi? Maana yake sera zako ni za kikatili. Yaani za kikatili kweli. Alikuwa ni katili kweli. Sasa leo ndo tuko naye hapa. Na moja kati ya vitu ambavyo ni vitata ambavyo FBI imevichunguza kuhusu Hitler ni kifo chake. Kifo chake wanasema Hitler alijiua, alijiweka kwenye asidi kwa sababu jamaa maiti yake haipo leo duniani wala kaburi. Haijulikani alizikwa wapi na haijulikani alikufaje. Watu wengi wanasema alijiweka kwenye asidi. Yaani kwamba baada ya kuona amezidiwa akaamua kujitumbukiza kwenye asidi. Lakini kuna story nyingine ambayo watu wengi hawajui, ndio maana kuna FBI. FBI itakupa ukweli wa kifo cha Hitler. Lakini kabla hatujakupa ukweli wa kifo cha Adolf Hitler, tukupe baadhi ya mambo ili umfahamu jamaa. Alafu kesho tumalize na Hitler. Sio nimekwambia jamaa alikuwa mkatili nini? Lakini na ukatili wake wote Adolf Hitler alikuwa na mwandiko wa kike. Alikuwa na mwandiko wa kike. Yaani na ubabe wake wote kuua watu mamilioni na mamilioni, yeye alikuwa na mwandiko wa kike. Mwandiko wa kike mzuri, herufi zile zinaumbwa vizuri. Yes, fantastic. Cha kwanza. Lakini cha pili, Hitler alikuwa anapenda midoli na chocolate. Na ubabe wake wote alikuwa na tabia fulani line. Yaani kwenye midoli na chocolate ulikuwa umtoi. Lakini pia Hitler alikuwa na aibu sana na alikuwa mzito sana kwenye kutongoza. Moja ya sababu za Adolf Hitler kuua Wayahudi wengi inasemekana ni kwa sababu pia alikataliwa na binti ambaye ni Myahudi. Kuna binti ambaye alikuwa Myahudi, Hitler alimpenda mno lakini akawa anaogopa kumwambia kwamba mimi nakupenda. Yaani Hitler kwa ufupi alikuwa domozege. Na ubabe wake wote alikuwa domozege. Sasa yule dada watu angejuaje kwamba huyu ananipenda jamani? Na inasemekana hakuwahi kumwambia yule dada kwamba moyo wangu mimi Hitler umekudondokea. Unaona chuma hicho hapo? Huyo ndo Hitler sasa. Unakiona hicho chuma? Kama yule Calvin nani yule comedian wote wanaingia huko. Ile ndevu hapa. Yaani ukizungumzia watu maarufu ambao wamefariki dunia, Hitler ni mmoja wapo. Ni mmoja kati. Huyu Hitler alisababisha hadi Urusi na Marekani zikaungana ili kumpiga. Yaani unaona Urusi na Marekani si mataifa yenye nguvu. Lakini ilibidi yaungane ili kumpiga jamaa. Sasa ndo nakwambia na ubabe wake wote kabla sijakuambia kifo chake. Alikuwa na mwandiko wa kike. Alikuwa anapenda chocolate pamoja na midoli. Yaani alikuwa romantic. Alikuwa romantic. Lakini pia kitu kingine ambacho watu inabidi wakifahamu, Hitler akiwa mkubwa alitamani kuwa padri. Lakini akaishia kwenye kuua watu. Alikuwa anapenda sana kuwa padri. Alikuwa kijana mpole, mnyenyekevu.
hakuwa mtukutu. Wewe unaki kuna baadhi ya watoto kwamba udogoni walikuwa wapole sana, ile baadaye kuja kubadilika sema hivi ndio huyu sasa Hitler ni mmoja wapo. Huyu akiwa mdogo huyu hakuwa mpole. Alikuwa ni mvulana ambaye mtaani kwao wote wanamtolea mfano. Ukiwa mkubwa basi uwe kama Hitler, uwe kama, ila alivyokuja kubadilika akaja kuwa dikteta wa dunia. So dikteta wa Ujerumani. Dikteta wa dunia. Sasa kuna picha moja maarufu sana inaitwa Escape from Sobibor. Yeah. Unajua ile Escape from Sobibor? Inaumiza sana. Sasa nataka nikupitishe kwenye ile, ule ni mkasa wa kweli. Escape from Sobibor ni mkasa wa kweli. Niambia alikuwa ndo behind this. Yes, ndio alikuwa bosi wa ile kambi ya Adolf Hitler. Na ndio alikuwa anaagiza wale Wayahudi wachomwe. Ndio nikakwambia kwa mkono wake mwenyewe aliua zaidi ya Wayahudi milioni 2. Ukitaka kumjua Hitler vizuri na aina ya mateso ambayo aliyafanya duniani, tafuta picha moja au filamu moja au movie moja inaitwa Escape from Sobibor. Maarufu sana. Sasa ile kambi ilikuwa chini ya Wajerumani ambao bosi wao alikuwa Hitler. So mwana wa Israeli pale, Wayahudi walikuwa wanachomwa kweli kweli. Alikuwa anawachukia mno. Ameua Wayahudi wengi na yeye ndoto ya Hitler ilikuwa ni kuwateketeza kabisa Wayahudi. Alikuwa hataki kuwaona kwenye uso wa dunia. Kwa hiyo ili mtazamaji pia na wewe umuelewe vizuri Adolf Hitler ni nani na ukatili ambao aliufanya kwenye dunia, tafuta filamu inaitwa Escape from Sobibor. Nilikuwa naona mpaka kuna mdada alificha mtoto kwenye begi. Sasa wale ni wote ni Wayahudi wale ni Wayahudi Anaua. Na pia Hitler alikuwa na tabia ya kuwachoma sindano yenye damu yake wanawake wajawazito ili kusambaza damu yake kwenye vizazi vya Ujerumani. Na ndio maana moja kati ya sifa za Wajerumani leo still bado ni wagumu. Kizungumzia wazungu ambao ni wagumu, unawazungumzia Wajerumani pia. Tunasema mpaka leo huenda bado wana damu za Hitler. Unajua wazungu wamegawanyika hivi kamili. Kuna hao wazungu ambao wanatoka Ulaya Mashariki, au Ukraine, Urusi, kama alivyosema jana hapa, ni wabishi. Wabishi kweli kweli. Yaani kwa mfano hapa Tanzania, kama Tanzania hapa tungesema Kigoma muha. Tungesema ni wa Urusi na Ukraine ni muha. Waha. Wabishi kweli kweli. Sasa wazungu wanaotoka Ulaya Mashariki ndio wanaongoza kwa ubishi. Ndio wao wanawasemea kina Putin na kina Zelensky. Hasa pia kutoka Ulaya Mashariki ambao pia Ujerumani ukiangalia jiografia yake kwenye dunia ni karibu kabisa na Ulaya Mashariki Ujerumani. Kwa wanafuatia Ujerumani kuwa na wabishi na tunasema wengi wana damu za Adolf Hitler. Umempata Hitler Sasa na ile picha yani ndio nimesema. Na ukatili wake wote huo. Lakini ndio mtu wa kwanza kuanzisha sheria ya kutokuvuta sigara hadharani. Yeye ndo mtu wa kwanza duniani. Kwamba hii sigara ni mbaya, hamtakiwi ku. Lakini pia alikuwa anapenda sana wanyama. Alikuwa anachukia sana watu wanaoua wanyama. Alikuwa anaua watu, lakini anapenda wanyama. Adolf Hitler. Chocolate kwa ni moja kati ya vitu ambavyo midoli pamoja na kuwa na mwandiko mzuri. Sasa hapo umemfahamu Hitler. Na ili kumfahamu vizuri angalia Escape from Sobibor. Ile ni kambi ambayo ilikuwa chini ya Hitler. Sasa ile kambi ya Escape from Sobibor sio moja tu, ile ya Sobibor. Zilikuwa ziko hivi? Nyingi na nyingi zilikuwa pia kwa ajili ya kutekeleza maangamizi hususan kwa Wayahudi ama wa Israel. Aliwachukia kweli kweli. Sasa kesho tutakuja na nadharia kuhusu kifo chake. Dunia inajua kwamba Hitler aliuawa kwa kujitupa kwenye pipa la asidi. Kwa sababu mpaka leo dunia haina maiti wala mwili wa Hitler. Haina. Kwa hiyo tutakujuza vizuri kesho juu ya kifo chake. Leo tumesema umfahamu. Ili kujua mateso yake zaidi, tafuta movie inaitwa Escape from Sobibor. Mimi natamani nijue kesho alikufaje. Morning Bantu.